Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu siku tena, wana Padri Pio. Nasema ni asante kwa Mungu na kwa yote ambayo Mungu anazidi kutujalia katika maisha yetu. Tuendelee kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, tuendelee kumtumainia Mungu. Tusali hata kama kuna changamoto, tusiache kusali. Tunapozidi kusali, tunapozidi kujiweka katika mikono za Mungu, mwenyewe hututetea, mwenyewe hutupigania katika maisha. Tunapata somo siku ya leo kutoka kitabu cha Kutoka sura ni ya 14, tasoma 21 hadi 25. Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari, naye Mwenyezi Mungu akaisukuma bahari nyuma kwa upepo mkali toka mashariki. Upepo huo ulivuma usiku kucha, ukaigawa bahari sehemu mbili, na katikati kukatokeza nchi kavu. Waisraeli wakapita katikati ya bahari mahali pakavu, kuta za maji zikiwa upande wao wa kulia na wa kushoto. Wamisri wakawafuata kwa kupitia nchi kavu iliyokuwa katikati ya bahari, pamoja na farasi wao, magari yao ya vita na wapanda farasi wao wote. Karibu na mapambazuko, Mwenyezi Mungu aliliangalia jeshi la Wamisri kutoka katika ule mnara wa moto na ule mnara wa wingu, akalitia hofu kubwa. Aliyakwamisha magurudumu ya magari yao, yakawa yakienda kwa shida sana. Hapo Wamisri wakasema, tuwakimbie Waisraeli. Mwenyezi Mungu anawapigania Waisraeli dhidi yetu. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu siku tena, wana Padri Pio. Mungu aliyakwamisha magurudumu ya magari ya Wamisri, yakawa yakienda kwa shida sana. Tumsifu Yesu Kristo. Waisraeli walikuwa kwenye safari yao ya kutoka utumwani. Kule utumwani ambako waliteswa, walifanyishwa kazi kikatili, walipitia changamoto nyingi, mambo yalikuwa mengi ambayo hayakuwa mazuri. Lakini walimulilia nani? Mwenyezi Mungu. Walipomlilia Mwenyezi Mungu, Mungu alisikia kilio chao na akashuka kuwakomboa. Akashuka kuwaokoa Waisraeli kutoka kwa mikono za Farao na timu yake. Kwenye somo letu leo ni pale ambapo Waisraeli wako safarini, na walipokuwa safarini, mbele walifika kwenye bahari ya Shamu, na pia Mungu alikuwa amefanya moyo wa Farao uwe mgumu, na Farao naye pia alikuwa amewafuatilia. Kwa hivyo nyuma ya Waisraeli kuna Farao na timu na Wamisri wanawafuatilia. Hawawafuati kwamba wawarudishe, wawasaidie, wafanye na, hapana. Wanataka wawarudishe, wawatese, wawaue, wawafanye vitu ambavyo sio mzuri. Kwa Waisraeli wanapoona bahari na pia wanapoona nyuma yao wanafuatiliwa na Wamisri, wanaona kweli kuisha. Wanaona kweli maisha yao imefanya nini? Imeisha. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele kugumu, nyuma kugumu.
Huwezi pita kwenye bahari ukitembea na miguu, na pia ukirudi nyuma ama ukiendelea kusimama hapo karibu na bahari, maadui zako watakumaliza. Hata sisi maisha ya kawaida huwa tunafika mahali unaona hata hauna mwelekeo, hauna mbele, hauna nyuma, maisha imeshikamana. Unaona hauna mahali pa kuendelea, huwezi endelea mbele, unaona umefika wapi? Mwisho. Waisraeli waliogopa sana, wakamlilia Musa. Musa akamlilia Mwenyezi Mungu na Mungu akasema wasiogope. Hayo ndio maneno ambayo Mungu anasema juu ya maisha yako, kwamba usiogope. Usiogope, mwenye anajua anaenda kufanya nini. Usiogope, mwenye anajua jinsi atakavyo kutetea katika maisha yako. Usiogope, Mungu anajua atafanya nini. Mungu akikuambia usiogope, kweli usifanye nini? Usiogope. Ako na suluhisho juu ya maisha yako. Anajua mwenyewe jinsi atakavyo kutetea na kupigania katika maisha. Kwa hivyo wewe usifanye nini? Usiogope. Tunapopitia changamoto nyingi, mimi na wewe ambao unasikiliza somo unapitia kwenye changamoto, Mungu anakuambia siku ya leo usiogope, maana anajua anaenda kufanya nini katika maisha yako. Maana anajua anaenda kufanya nini, anajua namna atakavyo kupigania. Nini kinafanyika hapa sasa? Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari, naye Mwenyezi Mungu akaisukuma bahari nyuma kwa upepo mkali toka mashariki. Mose ameunyosha mkono wake juu ya nini? Ya bahari. Hiyo changamoto ambayo iko mbele yako, Mungu anataka kuigawa. Mungu anataka kuigawa na anataka kuigawa kabisa, ili uwe na mahali pa kupita. Na anagawa tu ndani ya hiyo bahari, ndio anagawa, sio mahali pengine. Hiyo bahari ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anaigawa. Kile ambacho kilikuwa kimeonekana kama ni changamoto, Mungu anaanza kuigawa into small pieces. Mwenyezi Mungu akaisukuma bahari nyuma kwa upepo mkali toka mashariki.
Upepo huo ulivuma usiku kucha, yaani utavuma mpaka kieleweke, mpaka kila kitu kirudi mahali pake. Mm. Mpaka kila kitu kitarudi mahali pake. Mm. Kitavuma mpaka kila kitu kirudi mahali pake. Kaa vizuri. Upepo huo ukaigawa bahari sehemu mbili, na katikati kukatokeza nchi kavu. Hiyo yenye ilikuwa inaonekana kama ni changamoto, hapo ndio Mungu anakutengenezea nini? Njia. Mm. Ile ambayo ilikuwa inaonekana kama ndio changamoto, ndio Mungu anakutengenezea nini? Njia hapo. Kwa hivyo usiogope hiyo changamoto yako ambayo unapitia, hapo tu ndio Mungu atakuwekea solution. Hapo tu ndio Mungu atakuwekea njia. Mungu atakuwezesha uweze kupita mahali pakavu, nchi kavu. Hautasombwa na maji tena. Naomba hiyo neema ya kugawa hiyo neema ya kugawa shida ipungue, iwe katika mikononi mwako. Mashida yasiwe yakiongezeka katika mikononi mwako. Mashida yasiwe yanaongezeka katika mikono yako. Na kila kitu inaondoka, unakaa vizuri. Waisraeli wakapita katikati ya bahari mahali pakavu, kuta za maji zikiwa upande wao wa kulia na wa kushoto. Ziliwatii mpaka hili ni taifa teule la Mwenyezi Mungu,
lazima lipite mahali pazuri. Lazima lipite mahali pazuri. Lazima lipite mahali pakavu. Hiyo ndio njia Mungu amekutengenezea wewe ambao ulikuwa na hofu. Ulikuwa unaona itakuwaje, nitapita aje, nitafika aje huko, nitaendeleaje na safari yangu. Mungu mwenyewe anakutengeneza nini? Njia. Kwa hivyo Waisraeli wakapita katikati ya bahari mahali pakavu, kuta za maji zikiwa upande wao wa kulia na wa kushoto. Wamisri wakawafuata kwa kupitia nchi kavu iliyokuwa katikati ya bahari, pamoja na farasi wao, magari yao ya vita na wapanda farasi wao wote. Mungu ametutengenezea njia sisi Waisraeli tupite, na maadui zetu wanaanza kutufuata. Wanataka kutumia hiyo njia kufuata sisi. Haiwezekani. Njia imetengenezewa sisi Waisraeli, taifa teule lake Mwenyezi Mungu, sio la nyinyi wa Misri ambao ni maadui zetu, ambao mmekuwa mkitutesa. Nyinyi ambao mmekuwa mkifanya nini? Mkitutesa. Haijatengenezewa nyinyi. Hasa wa Misri wameanza kuwafuatia wakitumia hiyo sehemu. Wanawafuata na farasi wao wa vita, askari wao, silaha zao, kila kitu. Karibu na mapambazuko, Mwenyezi Mungu aliliangalia jeshi la Wamisri kutoka katika ule mnara wa moto na ule mnara wa wingu, akalitia hofu kubwa. Wanaotufuatilia, watesi wetu, Mungu na akawatia hofu. Mungu na akawatie hofu. Wote wanaoinuka kutufuatilia, Mungu na akawatia nini? Hofu. Mungu aliwatia hofu. Ujue hofu ikikuingia, unaweza fukuzwa hata na kapaka. Unakuwa helpless. Hata uwezi chochote. Aliyakwamisha magurudumu ya magari yao, yakawa yakienda kwa shida sana. Magurudumu ya magari ambayo inafuatilia Waisraeli Mungu alianza kuyakwamisha na haikuwa inaenda kwa kasi. Yaani mbinu zozote ambazo adui anatumia
kukufuatilia wewe, Mungu anafanya hizo mbinu zianze kukwama. Zianze kufanya nini? Kukwama. Mungu alikwamisha. Mbinu zote maadui zako wanatumia kukufuatilia wewe, haitakuwa rahisi kwao, itakuwa ngumu. Najua kuna watu wengi wanaotufuatilia mimi na wewe. Kuna watu wengi wanaotufuatilia mimi na wewe, wanatumia mbinu tofauti, magurudumu tofauti kutufuatilia. Mungu naye akayakwamisha haya magurudumu yao, wa struggle mpaka kiwapate cha kuwapata. Struggle kabisa. Mbinu zote utakuwa unatumia, mbinu zote ambazo utakuwa unatumia, Mungu akafrustrate hizo mbinu zao zote, wasiweze kutufikia. Kumbuka, wameingilia njia ambayo ni yetu. Mungu alitutengenezea hiyo njia sisi tupite hapa, sio wao. Sio wao. Sio wao. Kwa hivyo mbinu zote ambazo maadui zetu wanatumia kutufuatilia sisi katika maisha, kutaka kutunyanyasa, we frustrate them. Wasiweze kutufuatia hata kidogo. Wasiweze kutufuatilia hata kidogo, na hawataweza. Kwa hivyo mimi na wewe tusiogope. Mungu anafanya kazi yake. Mungu anafanya kazi yake. Adui wetu hawatakufikia. Wamejaribu kutufuata. Kumbuka, wamekuwa wakitutesa kazini, mahali pote tulikuwa tunaishi, walikuwa wanatusumbua na kututesa na kutunyanyasa. Wakati huu hawatatufikia. Hawatatufikia.
Kwa hivyo tusiogope hata kidogo. Hapo Wamisri wakasema tuwakimbie Waisraeli, Mwenyezi Mungu anawapigania Waisraeli dhidi yetu. Adui zetu, unajua tunapoambia watu Mungu anatupigania wanafikiria ni mchezo. Naomba adui wetu wagundue kwamba Mungu anatupigania wakati it is too late kwa wao kutoroka. Wakati iko too late kwa kufanya nini? Kutoroka. Mungu amekuwa akitupigania tangu mwanzo huko, lakini walikuwa wanafikiria ni mchezo. Hata akaachilia mapigo, alikuwa anafikiria ni mchezo. Saa hizi ndio wamegundua kwamba the way magari inakwama ni kama Mungu anapigania watu, tuwakimbie. Tuwakimbie adui zetu, wagundue dakika ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapoambia watu Mungu anatutetea, anatupigania, wanafikiria ni mchezo. Hata hawakuwa na wakati wa kukimbia. Maana ukisoma mstari wa 26 kuendelea, maana kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi na kuwafunika Wamisri pamoja na magari yao na wapanda farasi wao. Basi Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudia hali yake ilivyokuwa. Wamisri wakajaribu kuyakimbia maji, lakini Mwenyezi Mungu akawasukumizia baharini, maji yakayafunika magari pamoja na wapanda farasi. Jeshi lote la Farao lililokuwa limewafuatia Waisraeli likafa baharini. Hakunusurika Misri hata mmoja. Lakini Waisraeli walipita katikati ya bahari mahali pakavu, kuta za maji zikiwa zimesimama upande wao wa kulia na wa kushoto. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anaenda kukwamisha magari yao na maadui wetu wanaotufuatilia. Mbinu zao zote hazitafua dafu. Alafu baadaye hiyo bahari ambayo tumepita kama njia, wao itageuka, itakuwa kaburi na itawameza wote. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mwenyezi Mungu, mimi nakushukuru kwa wakati huu, nakushukuru kwa taifa lako na kwa wanapadri pia wote, hata kwa wakati huu ninasema ni asante kwa yote ambayo umefanya na kwa yote ambayo unaendelea kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu. Kwa njia ya kipekee, Mungu, kuna watu wengi wanaotufuatilia. Maadui ni wengi wanaotufuatilia, watu ni wengi wanaotufuatilia, na achilia damu takatifu Yesu Kristo, damu ya ulinzi wake Mwenyezi Mungu juu yetu, ili hao wote wanaotufuatilia wasije wakatufikia hata kidogo. Mbinu zao zote na ziparalyze. Mbinu zao zote ambazo wanatumia kutufuatilia sisi na zinyamazisha. Tunakwamisha magurudumu ya mbinu zao ya kutufuatilia sisi, hawatatufikia hata kidogo. Mungu, usikubali maadui zetu wametunyanyasa, wametutesa, pia waendelee
kukatisha safari yetu ambayo mwenyewe ulianzisha ndani yetu. Lazima Misri tumetoka na lazima tukafike nchi ya ahadi. Farao na timu yake hawatatuzuia mahali popote. Pia Mungu, kutana na mahitaji ya watoto wako ya kimwili na kiroho. Wanaombea mambo mengi, wengine ni wagonjwa, wanaomba uponyaji. Watu wako na changamoto nyingi katika maisha, hawana amani katika familia zao, katika ndoa zao. Naomba Mungu uweze kuwajalia na kuwajalia kabisa. Ushindi mkubwa wa Mwenyezi Mungu uzidi kuonekana juu ya maisha yetu. Mungu tutetee na ututetee kabisa katika maisha. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru pia na Padre Pio kwa maombezi yake. Padre Pio, endelea tu kutuombea. Tuombee na tuombee kabisa kwa Kristo. Wewe uliweka imani yako kwa Kristo na Mungu akakupigania katika maisha. Tuombee na tuombee kabisa. Na Mama Bikira Maria nayo pia zidi kutuombea. Peke yetu hatuwezi. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wana Padre Pio. Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kuwabariki. Ni Father Aga, mubarikiwe sana.